Maamuzi unayoyafanya leo yanaweza kubadilisha maisha yako ya kesho. Watu wengi, asilimia kubwa, huwa wanashindwa kufikia malengo yao kwa sababu ya kushindwa kufanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi. Ili uweze kufanikiwa kwenye biashara, kwenye kazi ama kwenye maisha, unahitaji kuwa na mfumo mzuri wa kufanya maamuzi kwa kufuata hatua muhimu ambazo zitakusaidia kuamua kwa usahihi na kuishi maisha yenye mwelekeo. Hatua ya kwanza, jua faida na hasara. Kabla ya kufanya jambo lolote, chukua muda kwanza wa kuangalia faida na hasara zake. Maamuzi mengi mabaya huwa yanatokea mtu anapoangalia upande mmoja wa jambo analotaka kulifanya. Ukiwa na uwezo wa kupima matokeo kabla ya kuchukua hatua, utaweza kufanya maamuzi yenye manufaa kwenye maisha yako, lakini pia kwenye biashara yako. Kuwa mtu mwenye mafanikio, unatakiwa kujua jambo gani lina faida kubwa kuliko hasara. Fikiria kwanza kabla ya kuamua. Hatua ya pili, tafuta ushauri mzuri. Hakuna mtu anayejua kila kitu. Unapotafuta ushauri mzuri kwa watu wenye uzoefu, itakusaidia kukuokoa na kukuepusha kufanya makosa ambayo yanajirudia mara kwa mara. Watu waliopitia kwenye njia unayotaka kupitia wanaweza kukuonyesha mbinu sahihi na njia sahihi na kukusaidia kuona vitu ambavyo haujaviona. Ushauri mzuri unaweza kubadilisha maisha yako kwa muda mfupi. Sikiliza watu sahihi na jifunze kutokana na uzoefu wao. Lakini kitu cha kuzingatia, unaposhauriwa lazima uchuje kipi ni sahihi na kipi sio sahihi. Hatua ya tatu, usitumie hisia. Maamuzi yanayofanywa kwa hasira, kwa furaha iliyopitiliza ama kwa kutumia pressure, mara nyingi huwa yanaleta majuto baadaye. Hisia huwa zinabadilika haraka, lakini matokeo ya maamuzi uliyoyafanya kupitia hiyo hisia huwa yanabaki kwa muda mrefu. Usitumie hisia kufanya maamuzi. Jifunze kutumia akili, hekima, lakini pia busara unapofanya maamuzi. Ukiongozwa na hisia, unaweza kupoteza muda, pesa, nafasi na fursa mbalimbali. Tulia kwanza na kutafakari kabla ya kufanya maamuzi. Hatua ya nne, andika orodha ya vitu ambavyo unataka kuvifanya. Kuandika mipango yako kutakupa mwelekeo mzuri. Unapoandika malengo na mipango yako, akili yako inapata picha halisi ya kitu unachotaka kukifanikisha. Lakini pia unapoandika, itakusaidia kuwa na uwezo wa kufuatilia maendeleo yako binafsi na kujua ni kitu gani ambacho umekifanya na kitu gani ambacho bado haujakifanya. Kitu kisichoandikwa mara nyingi huwa kinasahaulika kwa haraka. Hakikisha unaandika mipango yako ili iwe rahisi kuikumbuka. Hatua ya tano, weka vipaumbele kwa kuangalia muda. Sio kila jambo lina umuhimu unaoendana na jambo lingine. Kuna mambo yanahitaji kufanywa kwa haraka na mengine yanaweza kusubiri kwanza. Ukiweza kuweka vipaumbele vyako kwa usahihi, utaweza kufanya mambo sahihi na kwa wakati sahihi, lakini pia itakusaidia kupunguza tabia ya kupoteza muda. Mafanikio siku zote huwa yanakuja kwa watu ambao wanajua namna na njia sahihi ya kutumia muda wao vizuri. Fanya mambo ya muhimu kwanza kabla ya kufanya mambo yasiyokuwa na umuhimu wowote kwenye maisha yako ama kwenye biashara yako binafsi. Maisha mazuri yanajengwa na maamuzi mazuri. Ukijifunza kutafakari kabla ya kuamua, kusikiliza ushauri mzuri, kuacha kutumia hisia wakati wa kufanya maamuzi, lakini pia kuandika mipango yako na kuweka vipaumbele, utaweza kufikia malengo yako. Anza leo kwa kufanya maamuzi yatakayokuletea maisha mazuri kesho.